Bwana, season 1 ya PM Podcast 2026 ndio tunaanza hivyo. Ni kukaribishe kwa moyo mkunjufu kabisa wewe ambaye umekuwa ukiifuatilia PM Online kwa kuweza kutazama zile taarifa mbalimbali za kimichezo, lakini pia burudani kwa nyakati zote. Kwa mwaka 2025 tumefanya mengi sana, na taarifa zetu ni moja kati ya taarifa ambazo zimeweza kuwafikia wengi mno, na pia feedback ya kile ambacho tumekuwa tukifanya, tumekuwa tukiona kwa namna ambavyo taarifa zetu zimekuwa zikitangulia, then baadaye tunakuja kuona baadhi ya watu au blogs mbalimbali zimekuwa zikija kudhibitisha kile ambacho tumekuwa tukihakikisha, na wewe pia unakuwa wa kwanza kuweza kukipata. So kwenye season yetu ya kwanza kwenye PM Podcast tunazungumzia kuhusiana na usajili ambao umeweza kufanywa na vilabu hivi viwili, nikiwa namaanisha klabu ya Simba lakini pia kwa upande wa klabu ya Yanga. Tunadhani ni kwa nini viongozi wa Simba wamekuwa wakilaumiwa zaidi kuliko Engineer Hersi Said licha ya sajili zake katika msimu huu kuweza kufeli kwa kiwango kikubwa. So tunaendelea comment yako hapo, ni kitu gani hasa ambacho unaona? Mbona kwa upande wa Simba kuna namna kama viongozi wao wamekuwa wakiandamwa mno na shutuma mbalimbali, hasa pale ambapo unaona matokeo yamekuwa hayaendi vizuri, lakini kwa upande wa wananchi wao usajili unafeli, lakini hakuna kelele kubwa au kelele nyingi kama ambavyo zimekuwa zikiendelea kwa upande wa watani zao wa jadi. Kuna namna, kuna siri hapo. So tutakuja kutazama pia baadaye kujua ni kitu gani hasa ambacho kimekuwa kikichangia kwa namna hiyo kuweza kuona mambo yamekuwa yakienda mrama kwa upande wa mtani, lakini kwa upande wa wananchi wao mambo yamekuwa yakienda vizuri. Kurwa na Doto hawa lazima kitu kimoja kikifanya vizuri huko na kingine kiweze kufanya vibaya, lakini ndio hivyo, maisha yao lazima yaendelee na tuweze kujua ni kitu gani ambacho kinaendelea kwa upande wao. Sasa sajili ambazo zilifanyika kwa msimu uliopita kwa upande wa wananchi ambao ndio walikuwa wa kwanza kuweza kushusha vyuma ambavyo vilikuwa vinatambulishwa usiku, vingine mchana, na mambo yakaenda kwa namna ambavyo iliweza kupangwa. Sajili ambazo zimefanywa kwa upande wa Yanga, hasa zile sajili za kimataifa, kuna usajili wa Boyel ambaye mpaka sasa hivi bado mambo yake ni magumu, ikiwa ni mmoja kati ya usajili ambao ulifanywa kwa mkopo na inategemewa makubwa sana kuweza kuonyeshwa kwa upande wake, na kuna watu pia waliweza kusifia kiwango ambacho alikionyesha pale Rwanda na kile ambacho kilitokea, ikiwa ni moja kati ya kombo ambayo walitabiri mengi wana uchambuzi, yani watu ambao wamekuwa kuchambua vitu mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii. Waliona kuna kombo ya Pacome Zouzoua pamoja na Boyeli, lakini sijui ilipotelea wapi hapo katikati, au ni Romain Folz alileta mambo yake, lakini baadaye tukaja kuona Pacome Zouzoua ndo ameendelea kumaintain, lakini kwa upande wa Boyeli ndo hivyo, akawa ni moja kati ya watu ambao wanapaswa watafute nafasi kwenye kikosi cha kwanza kwenye walimu mbalimbali ambao mpaka sasa hivi wameinoa timu ya Yanga. Usajili mwingine ambao ulitikisa ni usajili wa mtu mzima Bala Musa Conte, usajili ambao ulitajwa kwamba alipaswa aweze kwenda kwa upande wa Simba Sports Club, lakini ndio hivyo, wananchi wao wakaweza kuwapiga gap watani zao wa jadi na kuweza kuchukua au kuweza kumnyaka Bala Musa Conte. Clip mbalimbali zilizunguka kwenye mitandao ya kijamii, lakini mpaka hivi sasa ni moja kati ya usajili ambao unatajwa unaweza kutupwa kwa mkopo kuelekea Singida Black Stars. Licha ya maneno mengi kuendelea, lakini pia taarifa mbalimbali ambazo nimezipokea ni kwamba Bala Musa Conte pamoja na Dumbia ni wachezaji ambao wamekataa kutolewa kwa mkopo na Yanga kuelekea pale Singida Black Stars. So mambo bado yanaendelea kuwa mazito kwa upande wa wananchi. Usajili mwingine ndio huo wa Dumbia ambaye pia naye yuko kwenye miongoni mwa sajili ambazo zinatajwa kwamba zimefeli mpaka hivi sasa kwa upande wa wananchi. Hajapewa nafasi kubwa ukiwasha, lakini pia ni moja kati ya wachezaji ambao wanaonekana wana kitu, lakini ndio hivyo, kitu chake hakijaushawishi uongozi wa Yanga kuendelea kuwa naye, na ndio hivyo tayari wamekwisha kufanya plan ya kumtupa kwa mkopo pale Singida Black Stars. Mipango bado inaendelea, bado hajakubali, na ndio hivyo nimekufahamisha kwamba tayari Bala Musa Conte amekwisha kukataa pamoja na uongozi wake, lakini pia kwa upande wa Dumbia inaelezwa kwamba ameondoka mazoezini kambini na haijulikani anaelekea sehemu gani, lakini pia kivutwa konga na viongozi ndio hivyo hapokei wala kueleza chochote ambacho kimempelekea yeye kuweza kufanya hivyo. Wote hawa wana force waweze kutemwa
kwa upande wa wananchi waweze kwenda kutafuta changamoto nyingine. Dombia amekaa zaidi ya miezi mitano pasina kuwa na timu, na wananchi ndio hivyo alimchukua na kuona labda atakuja kuisaidia timu, lakini ndio hivyo mpaka hivi sasa mambo yamekuwa magumu kwa upande wake. Ofen Chikola naye pia ndio hivyo anajitafuta kwenye kikosi cha kwanza cha upande wa Yanga. Kuna madogo kama Casemiro, kuna dogo ambaye anaitwa Ninja ambaye mambo yalikuwa mengi sana. Azam wakidai kwamba ni mchezaji wao, lakini pia kwa upande wa Yanga wakisema kila kitu kimekwisha kukamilika. Lakini pia kuna Lassine Kouma, mrithi wa Khalid Aucho ambaye mpaka hivi sasa yeye mwenyewe anatafuta nafasi kwenye kikosi cha kwanza. Jezi namba 8 iliweza kukabidhiwa kwake baada ya Khalid Aucho kuweza kupewa heshima kama mmoja kati ya wachezaji ambao wamefanya vizuri mno kwenye kikosi cha Yanga tangu ameweza kujiunga nao kwa miaka 4. Amefanya mengi, hivyo wakaona waweze kumpumzisha legend na kuweza kumtema, lakini ndio hivyo mrithi ambaye amemtafuta ameweza kushindwa kupata nafasi ya kukiwasha na kumwaminisha kocha kwamba anapaswa kuweza kuanza kwenye kikosi cha kwanza pindi ambapo timu inaelekea kwenye mchezo wowote. Sasa cha kushangaza zaidi, kwenye dirisha hili dogo la usajili tayari kuna wachezaji wawili ambao wamekuja au wametoka kwa mkopo Singida Black Stars na kuja kwa wananchi Dar es Young Africans, na mmoja kati ya watu ambao wanakuja pia kuongeza nguvu kwenye eneo ambalo Khalid Aucho ameliacha ni pamoja na Domaro jina hilo Damaro Kamara ambaye ametokea pale Singida Black Stars. Huyu jamaa wakati ambao wanakiwasha pale Singida Black Stars ameletewa Aucho aje kumiliki lile dimba la kati na amekosa namba mbele ya Khalid Aucho. Sasa anaenda Jangwani kurithi gepo ambalo limeachwa na Khalid Aucho. Kule ameshindwa kukompiti na Khalid Aucho, anaenda kurithi nafasi yake kwenye timu nyingine ambayo imeachwa na Khalid Aucho, sehemu ambayo imeacha nafasi, imeacha pengo kwa kuwa wale ambao wamesajiliwa kwa ajili ya kuweza kuchukua nafasi yake wameshindwa kuweza kuliziba vizuri pengo lake. Ndio huyo Lassine Kouma mpaka sasa hivi naye mwenyewe bado shughuli ni ngumu pale kwenye kikosi cha wananchi. Mwingine ni Celestin Ekwa, naye pia ni usajili ambao umefanyika kwa kutambulishwa kwa mbwembwe nyingi, lakini ndio hivyo mpaka sasa hivi bado hajaweza kupata nafasi ya kuonyesha jambo kubwa kwenye kikosi cha wananchi Club ya Dar es Young Africans. Naye pia inaelezwa kwamba anatupwa Singida Black Stars kwa ajili ya kwenda kufanya mambo kule, huenda gari likichanganya basi akarudishwa kwa upande wa wananchi. Hii kolabo, yani ni moja kati ya kolabo noma sana, unaletwa ukizingua unapelekwa kwa Singida Black Stars, alafu Singida Black Stars wanatoa wengine ambao wanawaleta kwa upande wa Yanga. Tumemshuhudia Israel Patrick Mwenda akitoka Singida Black Stars baada ya kushindwa kupata nafasi kwenye kikosi cha Simba na hatimaye kuja kupata nafasi kwenye timu ya Yanga kama mmoja kati ya wachezaji ambao wanapewa nafasi kwenye kikosi cha kwanza. Tumeshuhudia wachezaji wengi sana ambao wanatoka kwa mkopo huko wanakuja then wanapata nafasi. So ngoja tuone Damaro Kamara kama naye pia atakuja kuonyesha kitu kwenye nafasi ambayo inasumbua wengi, na ndio hivyo wananchi wao wameona waweze kutafuta warithi ambao wataweza kuonyesha kitu kwenye kikosi cha Yanga. Lakini kwa upande wa Simba sasa ambao wamekuwa wakiwasha kwa namna yao, nao pia wamepitia misukosuko. Yanga walipitia misukosuko ya kocha. Kuna Romain Folz, wananchi walimkataa kwa kiwango kikubwa, na ndio hivyo tuliona sare ya kwanza ambayo alipata kule Mbeya, lakini pia kuja kupata sare nyingine kwenye michezo ya kimataifa. Ndio wananchi wakasema sitanie wewe, ngoja tukunyoe na tumlete kocha mwingine ambaye sasa hivi ndio ambaye anakinua kikosi cha Yanga, Pedro Goncalves, ambaye sasa hivi ndio ambaye anasimamia benchi la ufundi kwa upande wa wananchi. Tuambie kwa watu wa Msimbazi Simba ambao pia msimu uliopita wao pia walishusha vyuma ambavyo tumeshuhudia vikipewa nafasi kwenye kikosi cha kwanza. Kuna Rushan De Reuck ambaye alitajwa kwamba ni moja kati ya usajili ambao huenda ukazingua kutokana na comment ambazo tuliziona kutoka kwa South Africa wakisema kwamba jamaa atakuja kutalii kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara, lakini mpaka sasa hivi ndio hivyo. Ana mabao mawili kama sikosei kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara mpaka hivi sasa, na ni moja kati ya wachezaji ambao wamekuwa kipewa nafasi ya kuanza kwenye kikosi cha kwanza cha Simba Sports Club. Kuna Yusuf Mligo ambaye ni mrithi wa Mohamed Hussein Zimbo Shibalala, naye pia amepewa nafasi kwenye kikosi cha kwanza, na ndio hivyo tumeona kwa kiasi chake ameweza kupambana na kushikilia namba pale Msimbazi. Kuna mtu kama Wilson Nangu ambaye naye pia
kwenye michezo ambayo ameanza michezo miwili na pia na mabao mawili. So ni tayari kuonyesha usajili kwamba umeweza kuclick na kuweza kushinda hata usajili ambao umefanyika pale Yanga, ambao mpaka sasa hivi unajitafuta kwenye kutafuta mabao. Mpaka sasa hivi mabeki wawili wa Simba wana mabao 4, kuonyesha kwamba ni kwa namna gani ambavyo wao kuna namna kwa kiasi kikubwa wameweza kufanikiwa kwenye sajili ambazo wameweza kuzifanya kwenye dirisha kubwa la msimu uliopita. Kuna mtu kama Jonathan Soa, mabao 3 mpaka hivi sasa. Msajili mwingine ambao umeweza kuclick kwa upande wa Msimbazi. Kikubwa ambacho kinamhukumu Jonathan Soa ni nidhamu yake ambayo imekuwa nchechemi mpaka hivi sasa, na imekuwa ikiwatia mashaka baadhi ya watu kuweza kuona kwamba kama ataweza kusustain kwa muda mrefu basi na kuikost team kuweza kukosekana kwenye michezo kadha wa kadha. Amekosekana kwenye mchezo wa ngao ya jamii kutokana na kadi nyekundu ambayo alipata kwenye mchezo dhidi ya Yanga, iko ni kwenye mashindano ya FA, lakini pia ndio hivyo atakosekana pia kwenye dabi kutokana na kufungiwa kwenye mechi 5 kutokana na kumchezea vibaya mchezaji wa Azam FC mchezaji Himidi Mao Mkami pia kama chochote fulani hivi kwenye mchezo ule. Ndio hivyo tayari adhabu imeshapewa ya kuweza kusimama huko kwa nje kwenye mechi 5. Kuna Kante ambaye pia naye pia ameweza kuonyesha kiwango kikubwa kwa upande wa Simba, lakini unatazama hapa kikubwa ambacho kinawabeba wananchi Yanga ni pamoja na matokeo mazuri ambayo wamekuwa wakiyapata mfululizo. Wao wamepoteza kwenye mchezo mmoja tu, wenyewe sio kupoteza alama bali ni kupata sare dhidi ya Mbeya City, lakini kwenye mashindano ya kimataifa wameweza kupata